Hapa ndio UK Swahili, kituo mwafaka cha kusemezana. Uzuri hapa tunasemezana kwa kutujaribu kutumia lugha ya Kiswahili, na ni bidii yetu tutumie lugha na msamiati ambayo inakubalika angalau kwa mazingara rasmi, ikiwemo skuli, ikiwemo shule, iwe ya msingi, ya upili, iwe ya grade 1, grade 9, grade 10. Mtanisamee sijui grade zinapangwa kwa mkakati upi. Sijasomea kwa huu mtaala mpya. Kwa hivyo mtaniwia radhi, sijui inafika kiwango gapi, lakini najua kuna kiwango cha msingi, kuna kiwango cha shule ya upili, alafu kuna chuo kikuu. Huenda sitakuwa 100%, lakini ndoto yetu kama UK Swahili, ndoto yetu kama wasikilizaji wa UK Swahili ni kutafuta nia yote ile ya kueneza ama kunoa umahiri wetu wa kuzungumza na kuandika Kiswahili sanifu, kama walivyosema wala bin wala wakati sisi tulikuwa shule miaka 1900s, karne ya 20, wakati tulikuwa kitambo sana. Haya, ni wakati mwingine basi wa kusikiza kisa chake Abunuwasi. Tumekipatia mada mwafaka, tukaita mapotangi hewani. Haina haja ujue maana zake ama maana yake, bora tukisoma hadithi utapata labda kuelewa maneno 2-3, kisha baadaye utaenda ufanye utafiti wako. Unaweza tuliza kipindi kidogo, unaweza bonyeza pause, alafu uandike msamiati mpya umejua, ama vida hizo ikiwa kwa maana vocabulary, vida hizo uandike, alafu kisha baadaye utafuatilia kujua maana yake iko vipi. Na hivyo ndio kila siku tunajifunza maneno mapya, istilahi mpya na msamiati mpya. Abunuwasi alikuwa anachukiwa sana katika mji wa Baghdad. Siku moja watu wenye vyeo wakamfanyia fitina kwa sultani, wakataka wamuue kwa hila. Sultani akamwambia Abunuwasi, nataka ujenge nyumba ya juu angani ikiwa inaelea, kama ukishindwa kuijenga utauawa. Abunuwasi akasema, seman watan, nimesikia, nimekubali. Akaambiwa kuwa anatakiwa kuijenga nyumba hiyo ndani ya siku 3. Kunradhi kidogo, kuna changamoto imenifanyikia hapa. Nimeona kabla sijaendelea nifanye kitu ama niangalie kitu hapa kwa tarakilishi ya kwangu. Nione angalau ama nitawasaidia kidogo muone yale maneno mie nasoma. Kidogo tu nitarejelea hiyo angalau nilikuwa nasoma ya Abunuwasi akiongea naye sultani. Natumai mnaona ukurasa huu. Sikutaka ukurasa mzima, mtaniwia radhi, sikutaka muone ukurasa mzima. Sasa hata heri singegeuza, heri singeanza kuchokora, Sasa kimenifanyikia vipi? Maneno gani haya? Haya, narekebisha ndafanya huu ujanja kwa kipindi kingine. Haya, sultani akamwambia Abunuwasi, nataka ujenge nyumba juu ya angani ikiwa inaelelea, kama ukishindwa kuijenga utauawa.
Abu Nuwasi akasema seman wantan, akiwa na maana nimesikia, nimekubali. Akaambiwa kuwa anatakiwa kuijenga nyumba hiyo ndani ya siku 3. Abu Nuwasi akasema inshallah. Akaenda nje ya mji na akatengeneza karatasi, akaunga pamoja na wanga, akafambata potangi moja kwa moja kubwa, akalifunga na kengele na kamba ndefu, akagoja hata wakati wa upepo mwingi na kuilirusha likaruka juu sana, kisha akaifunga kamba panapo mti. Watu mjini wakaona kitu kipo angani na kusikia kengele zikilia. Walistaajabu sana, maana hawakuwahi kuona kitu kama kile. Abu Nuwasi alipoona kazi yake imekamilika, akatoka akaenda kwake Sultan, akataka idhini ya kupanda juu ili akaonane na sultani, akapata. Alipomwona sultani akamwambia, sasa tungependa tujue wewe unafikiria ameenda kwa sultani kumwambia nini? Ingekuwa wewe mlinzi pale, unamlinda ule sultani, umemwona Abu Nuwasi anakuja kwako, wewe ungemruhusu? Haya, tuendelee. Alipomwona sultani akamwambia, ile nyumba imekwisha jenga Maulana, fungua dirisha utazame. Sultani akafungua dirisha na Abu Nuwasi akamwonyesha akimwambia, unaona ile? Unasikia vitu vinalia? Sultani akajibu, naam, nasikia. Abu Nuwasi akamwambia, hao ni mafundi wakitengeneza sakafu, na hivyo vinavyolia ni nyundo na misumari. Walakini bwana, zimepungua mbao kidogo, nataka ufanye jamala inipatie mbao na watu wapeleke. Sultani akasema, watu hao watapita wapi? Njia niliyoipita mimi, ajibu Abu Nuwasi. Basi sultani akatoa mbao na kuwapa watu, akawaambia, pelekeni mbao hizi, mfuateni Abu Nuwasi. Abu Nuwasi akawachukua mpaka pale alipofunga kamba, akawaambia, njia ni hii, piteni. Wakamjibu, hatuwezi kupita juu ya kamba bana. Abu Nuwasi akawaambia, sharti mtapita. Sharti mtapita nilikopita mie. Lakini wao wakasema hawawezi. Wakarudi kwa sultani na kumwambia kuwa hawawezi kupita juu ya kamba. Sultani akasema, kwa kweli hakuna mtu awezaye kupita juu ya kamba. Kumbe unajua, mbona badi ukaniambia nijenge nyumba hewani? Akasema Abu Nuwasi. Sultani hakuweza kumjibu, akanyamaa kimya. Abu Nuwasi akaenda kukata ile kamba aliyofungia potangi, nalo likaruka likaenda zake. Hiyo ndiyo asili ya mapotangi. Sasa sijema mtanipatia muda niangalie mapotangi na maana gani? Siri ya mapotangi. Mtaniwia radhi, mimi sijaangalia kwa kamusi, lakini nikijaribu kwa mtazamo wa ile hadithi venye ametengeneza ile hekaya, sijui niseme mapotangi ni kama zile kamba tukiwa watoto wa chekechea, tunachukua kamba tunatengeneza, alafu tunairusha juu, kwa Kiingereza tunaita kite, alafu tunavuta. Tunaona ni kama inaenda kama ndege yani. Ule ndege ya mnyama, si ile ndege mashine. Lakini hao ni mawazo yangu tu, sisemi hilo ndio jibu. Najaribu tu kuangalia nijue mapotangi litakuwa inamaanisha nini. Kwa sababu sio kila neno utaona kwa kila kitabu utajua. Wakati mwingi itakubidi ujaribu kuona ina maana gani. Kwa mfano, uangalie ile aya imeandikwa, uende ukajua maana yake imeelezewa tu hapo. Kwa sababu ukisema kwa mfano unasoma riwaya, alafu kila neno nataka uhakikishe kwa kamusi, basi ule mtiririko wa maudhui, mtiririko
ya alichotaka kusema mwandishi huenda inaweza kupotea ukiangalia kamusi kila wakati, lakini ukinukuu mahali lile jina, labda unukuu mahali alafu kisha usome ile aya, huenda utapata asilimia mia, lakini kidogo unaweza pata asilimia 60, kwa sababu waandishi wa riwaya ama waandishi wa vitabu wanajua kueleza maana yake hapo hapo, alafu kisha baadaye hata ukienda kuangalia kwa kamusi ndio utagundua sasa, utajua maana yake asilimia mia. Na hivyo basi ndiyo kujifunza lugha na misamiati mpya na vida hizo. Natumai si wengi tunajua vida hizo, hata mimi nimejua tu jana tu, lakini nami nikijua nitawaringia kweli. Haya basi, hadi wakati mwingine, tuonane, tusemezane siku nyingine, tupatane kwa siri rahisi za biashara au hekaya za Abunwasi ama chochote kile ambacho Maulana ataturuhusu.